Wito wangu kwa wazazi na walezi, kila mmoja awe ni mlinzi, atumie nguvu zake kwa ajili ya kupinga masuala ya ukeketaji. Mlezi, jamii, wanafunzi wenyewe, watoto kwa pamoja tujue kwamba ukeketaji haukubaliki, na kila mmoja hakikishe kwamba jamii inakuwa salama, watoto wanakuwa salama dhidi ya ukeketaji. Tuna wajibu wa kuelimisha kwamba ukeketaji haukubaliki na una madhara na ni ukiukwaji wa haki za binadamu, na kwa hiyo kila mmoja awe mlinzi na kila mmoja ana wajibu wa kupinga ukeketaji. Asifanye, asishuhudie watu wakiwa wanafanya, atoe na yeye elimu. Kwa hiyo kila mmoja wetu tunategemea atafanya sehemu yake katika kuhakikisha kwamba ukeketaji haufanyiki ama haukubaliki. Tumekuja shuleni hapa kwa ajili ya kuwakumbusha wanafunzi, kwa sababu wao ni rahisi kushika vitu kwa wepesi, na pia tumeweza kuwaonyesha kwamba ukeketaji sio kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu tu, lakini pia unaleta madhara katika mwili wa mwanamke na mwili wa binti. Na pia tumeona kwamba katika ukeketaji huo wanafanyia inaingia kwenye zile aina za ukatili, ikiwemo ukatili wa kiafya kwa sababu anakeketwa kwa kuondolewa sehemu katika maumbile ya kike, na pia tunaona anaingia kwenye ukatili wa kisaikolojia kwa sababu anapofanyiwa vile tayari inamletea shida kwenye saikolojia yake. Tumewapokea vizuri, wamewafundisha watoto wetu, wameelekeza mbinu mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya ukeketaji, wameeleza pia madhara mbalimbali yanayotokana na ukeketaji, na wanafunzi wetu wameelewa vizuri na wameahidi kuwa mabalozi wazuri hapa shuleni pamoja na huko mtaani. Wito wangu kwa wazazi na walezi, waepukane na swala la ukeketaji kwa sababu lina madhara makubwa sana kwa mtoto wa kike. Ukeketaji ni mbaya sana kwa wanawake kwa sababu unaweza kumsababishia kifo wakati wa kujifungua, hata anapofikia wakati wa kuitwa mama, na sio vizuri kuwafanyia wanawake hivyo, alafu wataleta vifo vya baadaye. Wanaweza wakaja kumsababishia mtoto wa kike kifo na hatari nyingine zilizopo kama uvimbe na vinginevyo. Na wengine nitaelimisha pale endapo watakapoona ukatili wa kijinsia, watoe taarifa kwenye dawati la kijinsia au kituo cha polisi chochote kilichoko karibu yao, au kwa mwalimu au kwa mtu yeyote anayemwamini.